Vizazi hadi vizazi vya kufahamu wewe, uliye Mungu wa kale na uliye Mungu wa leo. Kazi zako zaonyesha ukuu wako wewe. Umetukuka, umeinuliwa ewe Bwana. Vizazi hadi vizazi vya kufahamu wewe, uliye Mungu wa kale na uliye Mungu wa leo. Kazi zako zaonyesha ukuu wako wewe. Umetukuka, umeinuliwa ewe Bwana. That throughout this year, Lord, you shall make us to bear fruits, and fruits that coincide with repentance and also with the faith that we profess in the name of Jesus. Be glorified and be magnified, for you are our God. We love you, Lord, and we worship you. We give you all the glory. For this is our prayer in Jesus' name. Let's appreciate the Lord with a mighty clap. Si tumpigie makofi mazuri. Tuhurire Ngai ruhiru wega. We can have our wonderful seat. Tunaweza keti kwa viti vyetu vya ajabu. We sit on the head of our enemies. Tukalie vichwa vya adui zetu. For we are seated together with Christ in the heavenly places. Kwa sababu sisi tumeketi pamoja na Kristo mahali pameinuliwa juu. This day, siku ya leo, I want us to start on the Sunday for the book of Malachi. Nataka tuanze kuangalia kitabu cha Malachi. That is the last book in the Old Testament. Hilo ndilo andiko la mwisho katika Agano Jipya. This is the book that Agano la Kale. This is the book that we are going to be looking for several Sundays. Hiki ni kitabu ambacho tutaangalia kwa juma zijazo. And we shall look at the things that are spoken in this book. Na tutaangalia mambo ambayo yameandikwa na kuambiwa katika kitabu hichi. This is God who speaks to his people Israel through prophet Malachi. Huyu ni Mungu ananenea watu wake Israeli kupitia Malachi. And Malachi spoke to the exiles after 100 years after they returned from the land of captivity. Malaki ananenea watu ambao wametoka katika nchi ya kunyakuliwa na wamekaa kama miaka 150. This means that Malachi came after Zechariah and after Haggai. Malaki alikuja baada ya Zekaria na Hagai. And possibly, na pengine, Malachi ministered in the days of Nehemiah or some days after Nehemiah. Malaki labda anatumikia watu wa Mungu baada ya Nehemiah ama wakati wake. This means this book might have been written in the course of Nehemiah or after Nehemiah. Kitabu hiki labda kimeandikwa wakati wa Nehemia ama baada ya Nehemia. When we want to maybe justify that this prophet came after Zechariah and Haggai and maybe ministered in the time of Nehemiah by various scriptures from the book of Malachi and also from the book of Nehemiah. Tunaweza thibitisha ya kwamba Malaki alikuja baada ya Zekaria na alihubiri wakati wa Nehemiah katika mistari kadhaa. The reason number one, sababu ya kwanza, in Malachi's day the temple was already rebuilt. Wakati wa Malaki hekalu ilikuwa imejengwa. Because if you look at the book of Malachi chapter 1 verse 13, kwa sababu ukiangalia kitabu cha Malaki 1:13 and also Malachi chapter 3 verse 1 and also verse 10, na Malaki 3:1 na pia 10,
there is an evidence that Malachi is speaking to the children of Israel as they brought sacrifices and offering in the temple. Kuna thibitisho ya kwamba Malaki ananenea wana wa Israeli ambao wanaleta zaka zao katika hekalu. And we find that actually the temple was rebuilt before Nehemiah. Hekalu ni hakika ya kwamba ilijengwa kabla ya Nehemia. Because we find the major work that Nehemiah did was to rebuild the walls. Kwa sababu kazi kubwa ambayo Nehemia alifanya ni kujenga kuta. And we find it is that in the times of Zechariah and Haggai when the temple was rebuilt through a man that was known as Zerubbabel. Ni wakati wa Zekaria na Hagai ambapo hekalu ilijengwa na kuletwa kwa watu wakati wa Zerubabeli. Therefore it means Malachi ministers when already the temple is finished and furnished and was operational. Hiyo ni kumaanisha kwamba Malaki anahudumu wakati hekalu imemaliziwa na watu wanaabudia huko. We also find that during this time, tunaona ya kwamba hata wakati huu the Jews were under a civil ruler. Wayahudi walikuwa na mkubwa wao waliyemteua. They were being ruled by a civil ruler. Walikuwa wanaongozwa na kiongozi ambao walikuwa wamemteua. And Nehemiah happens to be the last civil ruler over Jerusalem. Na Nehemia ndiye aliyekuwa wa mwisho kutawala Yerusalemu. Therefore it means that one we can get in Malachi chapter 1 verse 8. Hapo tunapata katika Malaki 1:8 where Malachi complains of the offering and sacrifices that these people were bringing. They were bride, they were lame, they were unacceptable, and he asks them, can you give these gifts to the governors? Would they accept this? Malaki anateta akisema ya kwamba dhabihu ambazo wanaleta katika nyumba ya Bwana hazijafikia kiwango, na anawauliza hizi mnaweza pelekea wakubwa wenu? The reason number 3, sababu ya 3, we find that the sins that Malachi addresses, tunaona kwamba dhambi ambazo Malaki ananenea, they are the same sins ni dhambi zile zile that Nehemiah was rebuking. Ambazo Nehemia pia alikuwa anateta. We find that during the time of Nehemiah, tunaona kwamba wakati wa Nehemiah complains so much of the sin of defilement of the priesthood. Nehemia anateta sana kuhusu kunajisi ukuhani. That is in the book of Nehemiah chapter 13 verse 29. Hiyo ni Nehemia 13:29. We also find the same in the book of Malachi chapter 1 verse 6. Tunaona hayo pia katika kitabu cha Malaki 1:6. Maybe you can light these ones because we shall be going into details in this book. Labda unaweza andika mambo haya kwa sababu tutaangalia kwa kindani kitabu hiki. And in the interest of time we may not be able to read all these scriptures. Na kwa sababu ya muda hatuwezi weza kusoma maandiko haya yote. Also you can find in the Malachi chapter 2 verse 9, Malachi also complaining about the priests. Pia Malaki 2:9, Malaki pia anateta kuhusu makuhani, because these priests were the ones who were offering these sacrifices. Kwa sababu hawa makuhani ndio waliokuwa wakitoa zaka hizi. And they understood the kind of sacrifices that they ought to sacrifice to God, yet they did the contrary. Na walikuwa wanaelewa zaka ambazo wanafaa kutolea Mungu, lakini walikuwa wakifanya kinyume. They knew God was perfect even from the time of the Levites. God was respected, and priest would not joke with the sacrifice he was bringing to the altar. Tangia siku za Walawi walikuwa naelewa ya kwamba hawawezi chezea zaka za Mungu, na walikuwa wanafanya kinyume. Actually in the time of Moses, the priest would enter having his leg tied up, because if he messed in the Holy of Holies, God would kill him and no one would correct him. Therefore it would necessitate someone to pull him out of the Holy of Holies. Wakati wa Musa ilikuwa vibaya hivi ya kwamba
kuhani akiingia mahali patakatifu pa watakatifu alifungwa mguu na nyororo, akifia pale anavutwa. And Malachi is so much angered to see the degradation of the honor of God in these days. Na Malaki anastabika hivi kwamba kwa sababu anaona ya kwamba Mungu amekosewa heshima. Because as we approach the book of Malachi chapter 1, kwa sababu tukiangalia kitabu cha Malaki 1, we are going to find that the children of Israelites, they were complaining that the Lord no longer loves them. Tunaona ya kwamba wana wa Israeli wanateta ya kwamba Mungu hawapendi tena. Today I'm laying foundation that we may not lead much of it. I'm just laying foundation of what we shall be looking at. Leo najenga tu msingi ya mambo ambayo tutakuwa tukiangalia. But we find them complaining, asking, how has God loved us? Tunaona ya kwamba wanapiga kelele wakisema Mungu anatupenda vipi? And though Malachi tries to show them that God's love upon them and God's election upon the Israelites was sure, he tells them, you have also sinned against the Lord. Tunaona Malaki akiwaambia ya kwamba upendo wa Mungu haujatoka kutoka kwao, lakini pia anawaambia mumemuasi Mungu. Because when the priesthood is defiled, then it means that if now to the normal kinds of people, they are far from God. If the priests are not nearing God, what about the ordinary people? Kama makuhani wamenajisika, wametoka mbali na Mungu, na watu pia wako mbali sana na Mungu. Because the priests were the people who are trying to appease God on behalf of the people. Kwa sababu makuhani ndio walikuwa wanatetea watu kwa Mungu. I know in the New Testament we have been made kings and priests. Najua katika Agano Jipya tumefanyiwa makuhani na wafalme. But we shall learn much of what we should do and how we should carry ourselves, and as we give ourselves to the Lord, and as we give our substances to God, we need to give it proportionally to the honor that God deserves. Tutasoma mambo mengi kuhusu vile kama makuhani tunapaswa kukaa na vile tunapaswa kupeana hata zaka zetu. You find also the Malachi rebuking the issue of marriage, because marriage was corrupted in Israel. Tunaona Malaki pia akistaabika kuhusu ndoa, kwa sababu pia ndoa imenajisiwa na Wanaisraeli. The same sin that Nehemiah rebukes in the book of Nehemiah chapter 13 from 23 to 25. Dhambi zile tu Nehemiah alinenea pale Nehemiah 13. Also Malachi concentrates on them from the book of Malachi chapter 2 verse 14 to 15. Tunaona pia Malaki 2:14-15 Malaki akizungumzia dhambi zile pia. Because you find when God delivered the children of Israelites from Egypt, tunaona kwamba wakati Mungu alitoa wana wa Israeli kule Misri, and he took them to the land of Israel, or the land of Canaan, which was the promised land, na akawapeleka pale Kanani ambako alikuwa amewaahidia. we find God gave an instruction that these people should not intermarry. Tunaona ya kwamba Mungu alipeana maagizo ya kwamba watu hao wasioe watu wa dunia. They were supposed only to marry amongst themselves. Walikuwa wanapaswa kufanya ndoa na watu wa kabila lao. But you find when they went, they forgot the instructions of God. Lakini tunaona walipofika Kanani wakasahau maagizo yale. And the issue of marriage was corrupted. Na ndoa ikawa imenajisika. Therefore, even in the time of Nehemiah, hata wakati wa Nehemia pia, the Lord is complaining. Mungu anateta. And also he is also using his prophet Malachi to tell these people, you are my people, the people of the covenant. Na anatumia Malaki kukumbusha watu hawa, nyinyi ni watu wangu, watu wa agano. Because marriage is key. Kwa sababu ndoa ni ya muhimu sana. And marriage is a covenant. Na ndoa ni agano. And God values covenant. Na Mungu anatii sana agano. Therefore, us as believers, we need to be very keen on this. Kwa hivyo sisi kama waumini ni vyema tuzingatie mambo haya. The final thing that Nehemiah and Malachi condemns, jambo la mwisho ambalo Nehemia na Malaki wanakataana nalo, it is the issue of the tithe
that should go to the Levites, which was withheld from them. Ni jambo la fungu la 10 ambalo linapaswa kuenda kwa Walawi na hawapewi. You find in the book of Nehemiah chapter 13 from 10 to 11. Unaona Nehemia 13 kuanzia 10 hapo. Nehemiah is saying that people are not bringing forth their whole tithes that they should bring to the house of God. Nehemia anazungumza, anasema watu hawaleti fungu zao zote kama wanavyopasa kuleta. Therefore Nehemiah is saying that the house of the Lord is lacking. It is not having an abundance because people have withheld what they should give back to the Lord. Nehemia anasema nyumba ya Bwana imepungukiwa na mali kwa sababu watu hawatoi wanavyopaswa. And Malachi also in chapter 3 from verse 8 to 12, as we are going to read. Na pia Malaki 3 kuanzia pale 8 mpaka 12. We find Malachi also telling the believers, or telling the people of God, bring the whole tithes to the Lord. Test the Lord in this. Tunaona Malaki akiwaambia watu, leteni fungu zenu zote za 10 na mjaribu Mungu kwa haya. This means to us as the church, hii ni kumaanisha kwetu kama kanisa, that we should obey the issue of tithing and also the other things that we have looked at, because these are basic and fundamental things in the kingdom of God. Inatupaswa tutii mambo ya kuleta fungu za 10 na mambo ambayo tumeangalia, kwa sababu haya ni mambo ya kimsingi ya Mkristo. And sometimes we pray to God that he may open doors for us. He may open gates and windows of heaven. Wakati mwingi tunaomba ya kwamba Mungu tufungulie milango na pia malango ya mbinguni. But we need to understand that God is a God of principles. Lakini ni vyema tujue ya kwamba Mungu ni Mungu wa misingi. At this time, the children of Israelites had a lot to complain because they saw like God had already forsaken them. Tunaona wana wa Israeli wanateta, wanasema kwamba Mungu hawakumbuki tena. But Malachi tells them, you are not fulfilling the part of your bargain. Lakini Malaki anawaambia hata nyinyi hamfanyi mnavyopaswa kufanya. Malachi tries to tell them the faithfulness of God is intact, but on your side you are still unfaithful. Anamwambia ya kwamba uaminifu wa Mungu haujabadilika, lakini nyinyi mmebadilisha. Because by this time we have said the temple is already rebuilt. Tunaona ya kwamba hekalu ishajengwa. Sacrifices are given. Zaka na dhabihu zinatolewa. The issue of festivities and festives have already resumed. Mambo ambayo wanasherehekea yamerudi kama mipango. But the promises of God, lakini mambo ya maagano ya Mungu, which were promised through prophet Haggai and Zechariah, ambayo aliwaambia kupitia Hagai na Zekaria, they were still far from being fulfilled. Bado haikuwa imetimilika. Remember that these people, or this prophet Haggai, spoke about a glorious house. Kumbuka Hagai anasemea kuhusu nyumba inayong'aa. Kwa sababu anasema the temple ya kwanza it was glorious, but the latter house shall have more glory. Anasema ya kwamba hekalu ya kwanza ilikuwa inang'aa, lakini hii ambayo tumejenga sasa itang'aa zaidi. And this created a lot of hopes to the children of Israel. Na hii kaleta watu wa muamini sana Mungu. But at this time of prophet Malachi, these people were living in hopelessness. They were living in poverty. They were living in lack until they doubted the voice of God, which was spoken through the previous prophets. Lakini watu hawa wakati wa Malaki wanaishi maisha ya kuteseka, baka wameanza kuwa na shaka na mambo ambayo Mungu alisema. But Malachi have to correct the things that were acting as barriers for the prosperity of the children of Israel. Lakini Malaki amekuja ndio arekebishe mambo ambayo yamewapea vizingiti wana wa Israeli. But even as he assures them of love, he had to make specific corrections so that these people may experience
the love of God and also the providence of God. Lakini hata kama alikuwa ananenea kuhusu upendo, lazima angerekebisha mambo fulani ambayo alikuwa anawazuia watu hawa. What Prophet Malachi emphasizes so much on is the issue of the obedience of the scriptures. Jambo ambalo Malaki anatilia mkazo ni kutii maandiko. And he wants to these children of Israel to realize that love is two way. Na anataka wana wa Israeli wajue ya kwamba upendo ni njia mbili. But we only show and demonstrate our love to God through obeying his statutes and precepts. Tunaonyesha upendo wetu kwa Mungu tunapotii mambo ambayo ameweka. The Bible says in John 14 verse 15 that if you love me, you will obey my commands, Jesus said. Yohana 14:15 Biblia inasema ya kwamba kama mnanipenda mtatii maagizo yangu. Therefore it means obedience comes before the fulfillment of the promises of God. Hii inamaanisha ya kwamba kutii kunatangulia kufanyika kwa mambo ambayo Mungu amesema. Therefore in this book we shall be much looking about those corrections that Malachi wanted to correct to the children of Israel. Kwa hivyo kitabu hiki tutaangalia mambo ambayo Malaki alikuwa anataka kurekebisha kwa wana wa Israeli. That Malachi want the true worship to be restored. Ya kwamba Malaki anataka kuabudu Mungu kwa ukweli kurudi. Through the priesthood, also through marriage and also through giving. Kupitia ukuhani, kupitia ndoa na pia kupitia kupeana. So that God may fulfill his promises. Ndio Mungu akatimilize mambo ambayo amewaagizia. So from Saturday we shall be looking from Malachi chapter 1 verse 1 going downwards. Kwa hivyo juma lijalo tutakuwa tukiangalia Malaki 1 kuenda vile. And we shall be seeing this burden that Malachi had and the word of God that came through him to his people. Na tutaangalia mzigo huu ambao alikuwa umeubeba na neno la Bwana lililomjia. May you rise up on your feet in the name of Jesus. Naweza simama na miguu yako katika jina la Yesu. Stand up on your feet in the name of Jesus Christ. Simama na miguu yako katika jina la Yesu. As we finish this book we shall learn much. Tukimalizia kitabu hiki tutasoma mambo mengi. And I believe that if we shall act according to this book, na nina uhakika ya kwamba tutakapofanya mambo kuhusu iliyoandikwa katika kitabu hiki, our lives shall never be the same again. Maisha yetu yatabadilika. Our finances shall never be the same again. Maisha yetu ya kifedha yatabadilika. Because we are not only concentrating on the spiritual, but we are concentrating on all spheres of a Christian life. Kwa sababu hatutakuwa tukizingatia tu mambo ya kiungu, lakini mambo yote yanayohusu Mkristo. Because we shall find Malachi saying that the only way, the only key that can open the gates of heaven of provision is only through faithfulness in our giving. Kwa sababu tunaona Malaki akisema malango ya mbinguni yatafunguliwa tu na uaminifu wa kupeana vitu vyetu. We shall also be fighting the issue of the restoration of proper priesthood. Pia tutakuwa tukiangalia mambo ya kurejeshwa kwa ukuhani wa ukweli. We shall also be seeing the issue of the restoration of relationship between fathers and sons. Pia tutakuwa tukiangalia kurejeshwa kwa ushirikiano wa baba na wana. Because God values relationships. Kwa sababu Mungu ametilia mkazo sana ushirikiano. And he loves even relationship of sons to the fathers, daughters to the parent, that is both spiritual and also both physical. Na pia baba anatilia mkazo sana ushirikiano wa wana na wazazi wote wa kiroho na wa kimwili. Because you shall find in the book of Malachi, the Bible says that in the last days I'll send Elijah, who shall bring the hearts of men, the hearts of children back to their fathers, the heart of fathers back to their sons. Angalia kwamba Mungu anasema nitatuma Elijah ambaye ataleta nyoyo za wana kwa baba na nyoyo za baba kwa wana. May you lift up your hands in the name of Jesus and speak to the Lord. Inua mikono yako kwa dakika moja na uombe
ongea na Bwana. I want you to tell the Lord that you desire to offer sacrifices that are acceptable to him even this year and the years to come. Na umwambie natamani kutoa zaka ambazo zitakubalika kwa mwaka huu na miaka itakayokuja. Tell the Lord to forgive you in any area that you may have defiled the priesthood in the name of Jesus. Ambia Mungu akusamehe kwa jambo lolote ambalo umeleta haribu kuhani. Tell the Lord to help even the church, even the issue of bringing back to godly marriages in the name of Jesus. Na umwambie Mungu asaidie hata ndoa za kiungu zirudi katika kanisa. Na sisimame katika jina la Yesu. Amen. We thank you, King of Glory. Baba, tunakushukuru. We magnify you because you are faithful. Tunalinua jina lako kwa maana wewe ni mwaminifu. Just lift up your voice to the Lord and tell the Lord, I am willing to obey your word in the name of Jesus. Inua sauti yako na umwambie ninatamani kutii neno lako. Mwambie Bwana, hata kama ile hali uko, maybe it has been propelled by your disobedience. Tell the Lord, I am turning back, that the Lord you may restore me back in the name of Jesus. Kama hali ile imeletwa na kutotii, mwambie Mungu ninatamani kurudi nyuma na kukurejea. Malachi desires the restoration of God's people in the name of Jesus. Malaki anatamani watu wa Mungu warejeshwe. And I know as we continue looking at the theme of restoration, the desire of God of all grace, that he shall restore us in the name of Jesus. Hata tunapoangalia kichwa hichi cha urejesho, Mungu wa amani ataturejesha katika jina la Yesu. He shall strengthen us and he shall support us in the name of Jesus. Atatupa nguvu na atatushikilia. Because we desire the graces of God in our lives. Kwa sababu tunatamani neema yake katika maisha yetu. It is the desire of God that the church may be rich in all things in the name of Jesus. Ni matamanio ya Bwana ya kwamba kanisa litaenea katika mambo yote. For the Bible says that we are blessed with all spiritual blessings in the high places. Kwa sababu Biblia inasema tumebarikiwa na baraka zote za kiungu zilizo juu sana. Mashakatabaka solaba. Katika jina la Yesu. We worship you and we bless you. Baba, tunakuabudu na tunakubariki. Even as we welcome the leaders of the service in the name of Jesus. Hata tunapokaribia